tumefanya uzinduzi wa mashine maalum ya tiba ya magonjwa ya kansa pale taasisi yetu ya saratani ya Ocean Road. Mashine hii ilinunuliwa mwaka 2022. Nilipoingia madarakani na kuteuliwa na Mheshimiwa Rais kama waziri wa afya kumsaidia kwenye sekta hii ya afya, nilitoa maelekezo mahususi kabisa kwa taasisi zote na hospitali zote. Miongoni mwa maelekezo hayo, niliwakabidhi mzigo huu kwa taasisi yetu ya saratani ya Ocean Road. Na katika maelekezo hayo, niliwataka taasisi ya saratani kuhakikisha kwamba wanarekebisha mara moja na kutengeneza mashine ya PET scan. Mashine hii niliwaagiza isimamiwe, itengenezwe, iboreshwe na iimarishwe mara moja ili ianze kutumika nchini. Naomba niwafahamishe wanahabari kote nchini na Watanzania kwa ujumla, mashine hii ni mashine ya kwanza kununuliwa nchini Tanzania tangu taifa letu lipate uhuru, na imenunuliwa wakati wa uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumpigie makofi. Nichukue fursa hii kumpongeza mkurugenzi mkuu wa taasisi ya saratani ya Ocean Road kwa kutekeleza maelekezo yangu niliyoyatoa tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka 2025 nilipokuwa katika hospitali yetu ya taifa pale Muhimbili. Na niwafahamishe viongozi wa taasisi, mkurugenzi wa taasisi ya saratani ametekeleza maelekezo yangu kwa 100%. Yote, maelekezo yote kwa 100%. Yako ambayo sitayasema hapa, lakini hili la PET scan ninaomba niliseme ili wanahabari waweze kulifahamu kwa ufasaha zaidi. Mashine hii imenunuliwa na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa gharama karibu bilioni 20, bilioni 18.7, karibu bilioni 20. Na kwa Afrika Mashariki na Kati ziko mashine 3 tu Afrika Mashariki na Kati. Na kwa Afrika Mashariki zipo mashine nyingine kama 2 za aina hii, lakini zisizofanana na aina hii. Hii ni mashine ya kisasa zaidi, mashine bora zaidi, ambayo tofauti na mashine nyingine walizonazo mataifa mengine ya Afrika Mashariki, mashine 2 walizonazo, mashine hii tulionayo hapa nchini ya PET scan yenyewe ina uwezo wa kuzalisha dawa tiba. Huu ndio upekee wa mashine hii, tofauti na mashine nyingine walizonazo mataifa mengine. Lakini mashine hii ni mashine ya kisasa iliyonunuliwa hivi karibuni mwaka 2022, tofauti na mashine za wenzetu zilizonunuliwa miaka mingi iliyopita. Kwa hiyo tunaposema upekee wake tunamaanisha hivi. Upatikanaji wa mashine hii na utekelezaji wa maelekezo yangu kwamba mashine hii ninataka ianze kufanya kazi mara moja, na utekelezaji wa maelekezo haya inatuondoa Tanzania katika mataifa ambayo tulilazimika kuwasafirisha wagonjwa kwenda India. Kwa tamko langu la leo la kuizindua mashine hii kwamba sasa Tanzania tumekata safari zote zilizokuwepo nchini za kupeleka wagonjwa nchini India kwenda kuingizwa kwenye mashine hii ili kufahamu ugonjwa umeanza lini, ugonjwa uko wapi, na historia ya ugonjwa na mambo mengi ambayo tayari nimekwisha yazungumza wakati naizindua mashine hii. Tukio hili kwa siku ya leo na utekelezaji wa maelekezo yangu na ndoto za rais wetu na maono yake, maana yake serikali kupitia wizara yetu ya afya imeokoa mabilioni ya fedha ambazo serikali imekuwa ikitumia kuwapeleka wagonjwa nje kwa ajili ya kwenda kufanya uchunguzi wa kina kuhusu ugonjwa wa saratani. Leo tumeokoa mabilioni ya fedha, na pongezi hizi
hakuna mwingine wa kumpa isipokuwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maono yake. Tumuongezee makofi mengi kabisa. Kwa hiyo nichukue fursa hii, kwa kuwa wahariri na waandishi wa habari wengi mko hapa, niwatangazie Watanzania kwamba kwa uzalendo wa rais wetu na uzalendo wa watendaji wa taasisi ya saratani, sasa huduma zote za PET scan zitafanyika Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa letu tangu tupate uhuru. Kwa maana hiyo, gharama ya mashine hizi kwa wagonjwa wanaokwenda India ili wagharimu kwa kipimo peke yake watumie takriban shilingi milioni 6 mpaka milioni 8. Gharama ya kipimo tu milioni 6 mpaka milioni 8, kipimo tu. Bado gharama ya usafiri, bado gharama ya malazi, bado gharama ya chakula. Kwa hiyo nitoe tamko hili la kihistoria kwamba sasa wagonjwa wote watapata gharama hii hapa nchini kwa shilingi milioni 1.2 laki, tofauti na gharama kule India kwa shilingi milioni 8.6 na kuendelea, ikitegemea gharama ya usafiri na gharama nyingine. Tunajua hii ni vita, na mimi niko tayari. Pengine tumekata mirija. Nihitimishe hotuba yangu kwa kuwaambia kwamba leo wataalamu wote wako hapa, wote wako hapa.